وكفى بالله وكيلا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين. الحمد لله لا شريك له وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baada ya kumtakia rehema kiongozi wa umma huu ambaye si mwingine bali ni mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kweli sisi Waislamu tunatakiwa tukumbushane kila siku, tukumbushane kwa sababu nyoyo zina kawaida ya kughafilika. Na mwanadamu hakuitwa insan katika lugha ya Kiarabu illa bikathrati nisyani, ila kwa sababu ya wingi wake wa kusahau. Mwanadamu anaitwa insan, ma summiya al-insanu insanan illa binisyan. Mwanadamu hakuitwa insan ila kwa sababu ya kusahau. Basi vitu vyote sahau, usimsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sahau kila kitu, lakini usimsahau aliyekuumba. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatuasa, anatuambia wala takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladhina nasu Allah, wala msiwe kama wale waliomsahau Mwenyezi Mungu. Waliomsahau Mwenyezi Mungu ni Mayahudi na Manasara. Fa ansahum anfusahum, naye Mwenyezi Mungu akazisahaulisha kabisa nafsi zao, wakawa wanazidi kubobea katika makosa. Ulaika humul fasiqun, hao ndio wachafuzi, waharibifu wa mazingira. Mtu akimsahau Mwenyezi Mungu, shekhe, anaweza kufanya lolote lile. Kwa hiyo tunatakiwa tusimsahau Mwenyezi Mungu, na ndio maana tukaambiwa tukumbushane. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Mwenyezi Mungu, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Kumbusha ewe Mtume Muhammad, hakika ewe ukumbusho utawafaa wanaoamini. Sio kila mtu utamfaa ukumbusho, bali wanaoamini utawafaa ukumbusho. Na walillahi alhamdu, sisi tuliokuwemo humu msikitini, kuanzia wale waliotoka na sisi tuliobaki, sote Mwenyezi Mungu atuandike katika waumini wa kweli. Ndugu zangu, walillahi alhamdu, niliitwa katika msikiti huu nikaja, halafu nikawaaga Waislamu wa msikiti huu kwamba nilikuwa naelekea Baitullahi al-Haram, kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu tukufu iliyoko Makka, na kisha nikazuru nyumba msikiti wa Mtume, msikiti wa Bwana Mtume Muhammad, na yeye mwenyewe kalala hapo hapo, na ukienda wewe utahisi kabisa kama yupo tu. Wewe utahisi kalala tu, yani itakujia hivyo. Hapa mwenyewe yupo kapumzika.
Sallu ala nabi. Walillahi alhamdu. Na hiyo ni moja katika nguzo za Uislamu, na pia kuna ibra kubwa, kuna mazingatio makubwa, kunazidisha imani. Kisha unaona vitu mbalimbali ulivyovisoma katika vitabu. Tumesoma sisi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliteremkiwa na Jibril akiwa katika gharu Hira. Pango la Hira liko pembeni kidogo ya mji mtukufu wa Makka, lakini kwa sasa limekuwa karibu kabisa pango hilo au mlima huo na Makka, kwa sababu ya kupanuka kwa sayansi na teknolojia. Lakini kwa zamani ilikuwa mbali kidogo, na ukifika utahisi kabisa hapa ni mahala si pa kawaida, mahala ambapo anakaa Bwana Mtume Muhammad, anapumzika hapo. Kuwakimbia wale Makuraishi, maudhi yao yamezidi, anakuja kupumzika pale. Mwenyezi Mungu sasa anamletea Sayyiduna Jibril, anatoka mbio pale mpaka kule Ajun alikozikwa Bibi Khadija bintu Khuwailid. Si jambo la mchezo. Watukufu wa Islam, hiyo sio mada yetu. Mada yetu, tunatakiwa sisi Waislamu tukumbushane, lakini ukumbusho pia una asalibu. Ukumbusho una njia zake. Ndiyo maana Waarabu wakasema an-nasihatu inda mala'in fadhiha, kumnasihi mtu mbele ya kundi la watu ni kumfedhehesha. Natakiwa ukumbusho itumike na busara pia. Ndani yake kuna ibra. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa msikitini na maswahaba, kaja bedui anajisaidia haja ndogo hapo hapo msikitini, kwa jeuri tu, anataka kujua watafanya nini. Kuna vidume mle vikachomoa mapanga vinataka kummaliza. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia, pole pole, subirini, msimuue, msimdhuru, mwacheni. Alafu baadaye akawaelekeza kwa nini aliwazuia wasimdhuru. Maelekezo yake akasema kwamba huyu mungemtisha, angeuzuia kwa nguvu ule mkojo, angedhurika, au mngemkimbiza, angekimbia, angetapakaza mkojo msikiti mzima. Lakini kwa sababu kajisaidia pale tu, basi mtasafisha tu pale ile najisi, walillahi alhamdu, mnaendelea kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na mtu akifanyiwa wema lazima apate ibra, lazima apate mazingatio, hata kama sio yeye kuzingatia, watazingatia waliosikia. Nyoyo zimeumbiwa kumpenda mtu mwenye kuzifanyia wema. Ukimfanyia wema mtu, lazima atakupenda, hata kama sio yeye kukupenda, watakupenda waliosikia. Sallu ala nabi. Watukufu wa Islam, tunatakiwa tukumbushane mara kwa mara, kwa sababu nyoyo zina kawaida ya kughafilika. Na ndiyo Mtume akasema, innal quluba latasda'u kama yasda'u alhadid, hakika ya nyoyo zina kawaida ya kuingia kutu kama chuma kinavyoingia kutu ardhini. Maswahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, fahal lidhalika min jala'in ya Rasulullah, basi je, kutu hizi zinazoingia katika nyoyo za watu zinaweza kuondoka, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Qala na'am, Mtume akasema ndio. Dhikrullah wa tilawatul Qur'an,
Dawa ya kusafisha nyoyo ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'an. Kusoma kwa namna yoyote. Ukisoma hivi hivi tu bila tafsiri yake, hujui chochote, pia moyo wako unasafishwa. Ukisoma kwa kujua au kwa kujifunza, pia unasafishwa. Kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na tunatakiwa tukumbushane kwa kutumia kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna sahihi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utukufu wa Islamu, sisi hatuwezi kufika katika nafasi za uchamungu mpaka tuzingatie mambo manne. Mpaka tuzingatie mambo mengapi Uislamu? Manne. Jambo la kwanza, alkhawfu min aljalil. Unatakiwa umwogope Mwenyezi Mungu mtukufu. Na kumwogopa Mwenyezi Mungu mtukufu, watukufu wa Islamu, sio kutetemeka mbele za watu na ukalia ukapiga makelele. Mwogopa Mungu, sio hivyo. Kumwogopa Mwenyezi Mungu, imtithalul awamiri wajtinabu nawahi, ni kufata amri za Mwenyezi Mungu na kuacha yale yote aliyoyakataza. Huko ndiko kumwogopa Mwenyezi Mungu, sio kupiga kelele. Umeona watu wamejaa, ndio wanajifanya unaulizwa nini? Mungu anatisha na mwogopa. Si kweli. Unaweza kufanya hivyo, kumbe usiku wewe unageuka vingine kabisa. Hiyo nazungumzia tu, lakini hapa msikitini hakuna mtu hata mmoja wa namna hiyo. Naam, kabisa. Bwana mmoja alituhadithia, anasema kuna muadhini mmoja Zanzibar. Bwana kaamka mapema sana, kenda msikitini. Saka kaa nje, manake watu hawajawa wengi msikitini. Kakaa nje, mara anakuta jibwa linakuja, mbwa mkubwa anafika hivi, mbwa mkubwa. Akastaajabu, mbwa huyu katoka wapi wa namna hii? Limekuja lile jibwa jeusi, likaja mpaka karibu ya mlango wa msikiti, halafu likasimama, likaelekea kibla, likajitikisa. Mara anatokea yule muadhini, sio mbwa tena. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anaingia ndani mle, anakwenda kuadhini. Yule bwana kastahimili, kashindwa. Baada ya swala, yule bwana kashindwa kustahimili, kasimama akasema, ndugu Waislamu, tusimcheze shere Mwenyezi Mungu, itakuwa tunajicheza shere sisi wenyewe. Kuna watu humu wanajigeuza mbwa. Mimi nimeshuhudia kwa macho yangu. Akahadithia kama alivyoona na akamtaja, huyu hapa. Sallu ala nabi. Watu wakapata ibra. Sasa sio hayo tu, watu wanafanya mengi, lakini watukufu wa Islam, ukitaka uwe mcha Mungu, kwanza alkhawfu min aljalil, ni kumwogopa Mwenyezi Mungu mtukufu. Na kumwogopa Mungu kama tulivyoeleza, sio kutafuta sifa kwa watu. Pili, waridha bilqalil, na kuridhia kwa kichache unachopata. Yani kama ni riziki, ile chache anayokugaia Mola wako, basi unatosheka nayo na kuridhika nayo. Unakuwa si mwenye kulalamika. Maana mitihani ipo. Mungu anaweza kukupa mitihani wewe, hata kama ukiwa imamu wa msikiti, hata kama ukiwa shekhe wa mtaa au mkoa au wilaya. Mungu anaweza kuja kukupa mitihani. Kampa mtihani mtukufu wa daraja, kipenzi chake Bwana Mtume Muhammad.
Hata yule sahibu al-Barzanji kaandika, anasema wayasibu ala batnihi al-hajara min al-ju'i wa qad utiya mafatih al-khazain al-ardiyya. Alikuwa anafungia tumbo, anafungia jiwe tumboni kwake kutafuta uzito, maana mtu akiwa na njaa kwa mwepesi katika kutembea anaweza kuanguka. Anafungia jiwe Mtume tumboni kwa ajili ya kutafuta uzito. Waqad utiya mafatih al-khazain al-ardiyya, hali ya kuwa keshapewa funguo za hazina za ardhini. Mwenyezi Mungu anaweza kumwelekeza tu, waambie watu wako wachimbe hapo, utapata dhahabu hapo, na akakwambia ni chimbeni hapa iko, na mkichimba mnaikuta. Mjumbe wa Mungu, lakini anakaa na njaa mpaka anafungia jiwe tumboni. Wewe uone kama hiyo ni darsa, Sheikh? Bwana mkubwa kama huyo kweli akae na njaa? Ile ni darsa kwetu sisi, kwamba hata ukiwa kiongozi saa nyingine Mungu anaweza kukupa mtihani. Wa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma al-insan, amma mwanadamu, idha mabtalahu rabbuhu, Mola wake anapompa majaribu, mitihani, fa akramahu wa na'ama, akamkirimu na kumneemesha, fayaqulu rabbi akraman, anasema jamani, mimi mwenzenu kidogo afadhali, Mola wangu kanineemesha. Lakini ashughuliki kufanya ibada tena. Wengine wamefikia kusema nyota njema huonekana alfajiri. Maadamu hapa duniani niko vizuri, na huko tunakokwenda hivyo hivyo bila kufanya ibada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katika sura ya 18 Suratul Kahfi tunatajiwa kiswa kwamba watu wawili marafiki, mmoja maskini, mmoja kaneemeshwa. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا واضرب لهم مثل الرجلين. Ana amrishwa Bwana Mtume Muhammad, wapigie mfano umati wako wa watu wawili. Jaalna li ahadihima jannatain, katika wawili wale mmoja wao tulimpa mabustani mawili, mashamba makubwa. Mfano wake kama kutoka hapa na Kibiti, shamba moja tu, na shamba jingine kama kutoka hapa na Moshi au Arusha. Unafikiri mchezo? Min a'nabin, shamba la mizabibu shekhi. Wa hafafnahuma binakhlin, na tukazungushia katika mabustani hayo mitende. Wajaalna bainahuma zar'a, na mimea mingine tukaweka humo katika shamba lake. Kilta aljannatayn atat ukulaha, mashamba yote mawili yalikuwa yanatoa mazao yake kama desturi. Kama kila mwaka anapata gunia 1000, basi hakuna kupungua. Walam tadhlim minhu shay'a, hayakuleta upungufu wowote yale mashamba. Kila mwaka magunia 100,000 tu, hakuna kusema sasa hivi 50,000. Hapana, yakawa yanaleta mazao kama desturi, kama kawaida kila mwaka. Wafajjarna khilalahuma nahara, na tukazungushia mle pembezoni mwake mito. Yani ina maana hata kama mvua haijanyesha,
anachukua tu maji anamwagilia mabustani yake. Kuna mito mle mle imepita. Wakana lahu thamar, na alikuwa na mali nyingine dhidi ya hayo mashamba, na mali nyingine nyingi tu anazo. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru, akamwambia yule rafiki yake aliyokuwa hana kitu yule, hali ya kuwa anajigamba sasa na kujivuna. Maana desturi ya mtu akiwa na neema lazima ajigambe na ajivune, japokuwa sio wote, lakini wengi wao wako hivyo. Akiwa hana kitu anakuwa mpole, akineemeshwa tu balaa limeingia. Akaanza kujigamba yule bwana, akamwambia ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, mimi nakushinda wewe kwa mali nyingi na kwa wingi wa wafuasi. Mimi sio yule Abedi wa zamani, mimi Abedi mwingine hivi sasa, na wingi wa wafuasi na watu wananisikiliza. Nikisema mkamateni huyo, watakukamata shekhe. Kwa hiyo ukija hapa ujue umekuja kwa mtu ambaye si wa kawaida, yule unayemfahamu. Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, mimi nimekuzidi, nimekushinda kwa mali na kwa wingi wa wafuasi. Basi Allah anasema wadakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsi, akaingia shambani mwake hali ya kuwa keshaidhulumu nafsi yake, kesha muasi Mola wake kwa kutamka vile tu, kesha muudhi Mwenyezi Mungu. Basi alipoingia hakuleta istighfari, kazidisha balaa. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, akasema mali hizi sidhani kama zitaisha, labda nitamalizika mimi, hizi zipo tu. Akaongeza balaa kubwa zaidi, akasema wama adhunnu saata qaima, wala sidhani kama hicho kiyama kitasimama. Akamalizia kabisa ukafiri wake, akasema wala irudittu ila rabbi, na kama kweli nitarudishwa kwa Mola wangu. Uko akhera kunakosemwa au kunakosemekana, la ajidanna khairan minha munqalaba, nitazikuta kheri kuliko hizi zinaningoja. Hapa nimepataje, huko nitakosa vipi? Nyota njema huonekana alfajiri. Kwa kuwa hapa Allah kanipa, na huko atanipa tu, hata kama nisiposhughulika na ibada. Wa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Kawaida ya mwanadamu anapokirimiwa na kuneemeshwa na Mwenyezi Mungu, anajigamba na kujisifu, sisi kidogo alhamdulillah tuna neema. Anajifanya anashukuru, kumbe kwa unafiki. Lakini watukufu wa Islamu, hebu tusikilize huyu rafiki yake alimjibu nini. Qala lahu sahibu, yule rafiki yake alistahmili, akaona huyu tena ana furtu ada, yani anapita kiwango, anapita kawaida ilivyo, anazidi tena huyu. Akamwambia akafarta billadhi khalaqaka min turabi, hivi leo umefikia kumkufuru aliyekuumba kwa udongo, kwa mchanga. Anakusudia baba yetu Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Baba yetu Adam ndiye aliyeumbwa kwa mchanga au udongo. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin, hivi ndugu yangu unamkufuru yule aliyekuumba kwa mchanga, aliyemuumba baba yako Adam kwa mchanga au udongo. Thumma min nutfati, kisha akabadilisha maumbile, wengine katika watoto wa Adam akawaumba kwa matone ya mbegu ya uzazi. Thumma sawaka rajula, kisha akakukamilisha, akakusawazisha mtu kamili.
unakuja mbele za watu, watu wanajua bwana fulani kafika. Huyo ndo unamkataa aliyekufanya hivyo. Lakini huwa Allahu rabbi, lakini mimi bado niko pale pale, nimemwegemea yeye Mwenyezi Mungu, ndo Mola wangu. Wala ushriku bi rabbi ahada, na wala simshirikishi Mola wangu na chochote kile. Wewe mimi nimekuacha kama ulivyo, endelea tu, lakini mimi huko sifiki. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah, afadhali ungeingia katika bustani lako hilo ukasema ma sha Allah, yani kanitakia Mungu mimi niwe hivi. Hizi neema zimetoka kwa nani? Kwa Allah. Allah ndo kanitakia mimi neema hizi niwe hivi, kataka yeye Mungu. La quwwata illa billah, hakuna nguvu zozote za kuweza kumbadilisha mtu kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali illa billah, isipokuwa nguvu zote zinatoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sheikh, in tarani ana aqalla minka mala wa walada, kama unaniona mimi ni mchache wa mali na watoto kuliko wewe, fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik, huenda Mola wangu akanipa khairi kubwa zaidi kuliko hayo mabustani yako unayojivunia. Wa yursila alaiha husbana min as-samaa, na anaweza kuleta mapigo ya radi kutoka mbinguni, fatusbiha sa'idan zalaqa, alafu ardhi ikawa tupu, udongo mtupu, hakuna mmea hata mmoja. Mungu anaweza kufanya hivyo. Au yusbiha mauha ghaura, au maji yake hayo yaliomo huko kwenye mito anaweza kuyadidimiza ardhini yakapotea, mkakosa maji. Falan tastati'a lahu talaba, yani vile alivyotamka, yani kama alimroga. Unajua mtu akiwa mcha Mungu anajibiwa dua, anazungumza kwa uchungu yule, yani kama vile anamwambia Mungu, hebu muonyeshe huyu, labda anaweza kupata ibra. Basi ndio ilikuwa vile vile. Sheikh, wa uhita bi thamari fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada wa lam takun lahu fi'atun yansurunahu min duni llahi wa ma kana muntasira. Wa uhita bi thamari, yakaangamizwa mabustani yake, akazungukwa yule, akadidimizwa, yani mali zake zote zikaangamizwa. Mapigo ya radi aliyoyasema yule rafiki yake yalikuja yakateketeza kila kitu. Sheikh, yakabaki mabua tu. Ikawa sasa anageuza viganja vyake vya mikono kwa ile hasara aliyoifanya kwa miaka mingi iliyopita kuunda yale mashamba, lakini yamekuja kumalizwa kwa siku moja. Sheikh akawa anasema afadhali nisingalimshirikisha Mola wangu. Walam takun lahu fi'atun, wala halikupatikana kundi lolote katika yale makundi aliyojigamba kwa yule rafiki yake, anamwambia minna watu, hawakutokea hata mmoja wa kuweza yansurunahu min dunillah, wa kuweza kuja kumwokoa au kumnusuru kinyume cha Mwenyezi Mungu. Wama kana muntasira, wala yeye mwenyewe hakuwa mwenye kujinusuru. Sheikh, jeuri tu hii, hatuna lolote sisi. Mungu akitutaka sisi. Kuna sahibi yangu mmoja alikuwa anasema, ananitolea mfano, anasema Mungu kwetu sisi kama unavyoona switch ya taa, yani akitaka uwe hai ndo anawasha, akitaka kukurudisha akhera anazima. Kazi ya mara moja tu. Kulikuwa na watu Sheikh, mijitu mikubwa, ina nguvu, ina uwezo, ina mali. Mungu aliyateketeza tu. Mijitu mikubwa. Wanafikiri watu wa zamani walikuwa kama sisi, vijitu vidogo? Watu wakubwa. Tena kama watakuja hapa watu wa zama za Nabiullah Suleiman ibn Daud ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, yule mtume ambaye Mungu alimpa cheo cha ufalme, kama atakuja hapa mtu wa zama zile, si tutachanganyikiwa, na yeye atachanganyikiwa akimwona mtu eti huyu hapa ndo babu.
ana ndevu nyeupe, atashangaa sasa kijitu hiki ndio babu, maana hata urefu wa kidole hujafika. An-namlatu fi ahdi Suleiman kanat qadra dhi'bi tuluha wa irduha. Huyu sisimizi tu zama za Nabii Suleiman, sisimizi wa zama za Nabiullahi Suleiman, ukubwa wake ni kama mbwa mwitu. Tuluha wa irduha, upana wake na urefu wake. Angalieni katika Qasasul Anbiya ya Imam Abi Fida Ismail ibn Kathir. Sisimizi shekhi kama mbwa mwitu. Hebu leta picha hilo jitu likoje ikiwa sisimizi kama mbwa mwitu, na yeye anamwona huyo sisimizi kama tunavyoona si hawa kwetu. Unafikiri mchezo? Ilikuwepo mijitu hapa ikafanya vurugu, lakini zimebaki historia zao. Watukufu wa Islam, tukumbushane siku zote mambo mbalimbali yanayoweza kutufanya tupate nusura duniani na akhera. Lazima tukumbushane, na ukikumbushwa, hata kama yule mkumbushaji labda kateleza akakukumbusha katika utaratibu usiokubalika, stahimili tu. Mimi siku moja nilikuwa nafanya tawafu, tawaful wadaa, yani nazunguka al-Kaaba kuaga pale Baitullahil Haram, nazunguka hivi. Sasa umma ni mwingi, basi yuko bwana mmoja nadhani Misri, ana mkewe kamshika hivi, wanazunguka wanatufu al-Kaaba. Basi mimi nikasukumwa na watu. Unajua watu wa kule Nigeria wana nguvu, afu wakubwa wakuza. Nikasukumwa mimi, nilishindwa kupata balance ya kujizuia. Yule mama akaja kuangukia kifuani kwangu, mkewe yule jamaa. Jamaa kanuna, tuko Baitullahil Haram shekhi, kanuna shekhi. Ananiambia, vipi bwana unashindwa kujizuia mpaka mke wangu anakuja kwako? Tena kwa Kiarabu fasaha. Nikamwambia, ndugu yangu, tumeambiwa wala jidala fil haji, tukiwa hapa tusilete mijadala ya mambo ya ajabu ajabu. Akasema kwa Kiarabu, yani kama analeta aya nyingine, anasema na vile vile hakuna kukumbatia wake za watu kwenye hija. Mimi kidogo aliniudhi, manake amekuwa sasa analeta mfano wa wale jamaa makafiri waliokuwa wanaigiza eti wanataka kuleta maneno yanayofanana na Qur'an. Mimi nikamwambia, ndugu yangu, umejisahau. Ina maana hiyo uliyotamka aya hiyo? Akaona subhanallah, kakosea sana. Basi hasira yote ikamwisha, akanipa mkono, akatabasamu, bwana tusamehe, yani bwana nimeteleza. Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Au ndo watu wa kheri shekhi, unamkosoa anaelewa hapo na anaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Basi mimi nikamfurahia yule jamaa, maana kuna mitihani kule shehe, aweza kupigwa kipepsi. Sasa ukipigwa kipepsi unataka kuonyesha mambo ya mashwati, haifai. Ukionyesha tu mambo yale, hija una, utakuwa umeenda kutembea tu. Unatakiwa ustahimili tu kabisa. Hata mkikaa kwenye vumbi, rais wa nchi, mbunge, waziri, wote mnakaa hapo hapo. Hakuna cha kusema huyu kwetu bwana mkubwa wala nini. Wote mnakaa hivyo hivyo tu. Cheo chako si huku bwana. Yaani kule watu wote wako sawa sawa tu. Yaani hata hujui huyu rais wala huyu waziri. Allahu akbar. Kwa hivyo watukufu wa Islamu, tukumbushane sana. Lakini katika kukumbushana kwetu tuangalie sana kwamba uchamungu unapatikana kwa hayo mambo manne.
walioyasema mabwana wakubwa. Kwanza, alkhawfu min aljalil, kumwogopa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kufanya amri zake na kuacha makatazo yake. Pili, waridha bilqalil, na kutosheka kwa kichache. Alafu walamalu bitanzil, na kuifanyia kazi Qur'ani. Ilichosema Qur'ani unafanya hicho, ikikataza kitu unakiacha hicho. Mwisho, walistidadu liyaumi rahil, na kujiandaa kwa ajili ya safari ya akhera. Maana kuna watu wengine wanasahau kabisa. Wewe Muislamu unasahau kufa tena? Tutakufa kama si sasa hivi, baadaye. Umejiandaaje? Maana binadamu kama tulivyosema mwanzo, kama mfano akijitikisa au popote mwilini, alafu benki akaunti imenona kidogo, Mungu anamweka pending, anamweka pembeni Mungu. Eti anajifanya ana yake, namshughulisha. Mungu anaweza kuja kukupa mtihani mdogo tu shekhe, kijasho kikakutoka kidole tu, anaweza kukifanya kiumwe kidole tu shekhe, unaweza kukesha hata mwezi, kidole kinasumbua. Inna ba'sahu alimun shadid. Mwenyezi Mungu si wa kutania bwana. Watukufu wa Islam, kwa kumalizia, kuna programu nyingi na leo ni Ijumaa. Watu wanataka kwenda kupata chakula, wapumzike, wengine waende warudi makazini. Kuna kiswa cha mzee wetu anaitwa Bwana Thabit ibn Ibrahim. Huyu Thabit ibn Ibrahim ndo baba yake Bwana Nu'man bin Thabit, na huyu Nu'man bin Thabit ndiyo Imamu Abu Hanifa, al-Imamu al-A'zam. Huyo ndo imamu mkubwa Abu Hanifa. Basi baba yake kilimtokea kiswa, kisikilize vizuri. Yule bwana ni mcha Mungu sana alikuwa, baba yake Imamu Abu Hanifa. Sasa anatembea baada salati la Isha, njaa imemshika. Watu wasiosema na njaa zao, sikilizeni, nazungumza sauti kubwa, wako nje huko msikitini, watu wote wanasema na njaa zao. Njaa imemshika mzee Thabit ibn Ibrahim. Katika kupita akakuta shamba la mitufaha, shamba la maapple. Mengine yamedondoka, mengine yameiva, yako juu. Akajisahau, akachukua apple moja, akalikata vipande viwili, kipande kimoja akakila. Anataka kukila kile cha pili, akakumbuka kwamba hii sio haki yangu, wala mwenyewe simjui mwenye kumiliki shamba hili. Kijasho kinamtoka kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Maana lazima ujue kwamba Mwenyezi Mungu anaona, kama alivyoambiwa Abu Jahali, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Hivi huyu Abu Jahali ajui kwamba Mwenyezi Mungu anaona? Eti anakwenda kumtupia utumbo Mtume Muhammad, utumbo uliooza. Mtume anaswali, anamtupia utumbo pale anaposujudu. Mal'uni huyu. Wala Mungu hakumwacha, alimuonyesha miujiza pale. Alikimbia kwa Makuraishi akasema, jamani, yule Muhammad anatisha, uchawi wake si wa kawaida. Nimeona jambo pale mimi, nikikwambieni nyinyi yani mtotoka mkuku hapa. Yule mtoto mchawi sana, tukasomea wapi uchawi yule? Aliona miujiza Sheikh. Katika baadhi ya riwaya inasemekana aliliona jitu kuanzia chini mpaka huko anakokwenda haoni mwisho wake. Alitoka mkuku Abu Jahli, laanatullahi alayhi. Wewe Mungu anasujudiwa, wewe unakwenda kufanya mchezo? Basi watukufu wa Islam, yule bwana kwa sababu ni muumini wa kweli, mzee Thabit ibn Ibrahim
Akasema hapana, hiki kipande cha pili sitokila mpaka nimwone mhusika aniidhinishe ni kile na anisamehe kwa kile nilichokula bila idhini yake, au nimrudishie mwenyewe kipande na kile nilichokula anisamehe, nimuombe anisamehe. Mguu mosi mguu pili mpaka kwenye kibanda, katikati ya shamba kuna kibanda. Akagonga, akatokea kijana mmoja, akamuuliza, wewe ndo mmiliki wa hili shamba? Akamwambia, hapana mzee. Ulikuwa na shida gani? Wewe niambie tu, wewe ndo mwenye shamba? Akamwambia, mimi siye, mimi mfanya kazi tu, nimeletwa tu kuja kusaidia hapa, mwenyewe yuko maili 5 kutoka hapa. Sawa, sasa nielekeze vizuri, mimi nina matatizo yamenikuta sasa hivi, kwa bahati mbaya tu yamenikuta. Mimi situmii kitu cha mtu bila idhini yake mwenyewe. Sasa njaa imenizidi, nikachukua, unaona hiki kipande cha tufaha, kingine ni chakula. Hivyo wewe nilidhani ndo mwenyewe, nikuombe samahani, sasa nielekeze kwa huyo mzee. Akamwelekeza, alifunga safari bwana mkubwa yule mpaka kule. Usiku ule ule akaenda akamgongea yule bwana mkubwa, akatoka akamwambia, shekhe, mimi nimekuja, nimetokea sehemu fulani, naitwa jina langu fulani bin fulani, lakini mtihani umenikuta. Mtihani gani bwana? Akamwambia, wewe una shamba lako kijiji fulani? Mimi bwana nilizidiwa na njaa, nikaenda nikachukua apple, nusu nimekula, nusu ili hapa. Sasa ninachokuomba mzee wangu, kile kipande nilichokula unisamee, na iki hapa chukua mwenyewe, au uniruhusu nile unisamee tu kwa pamoja. Na nia yangu ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wetu. Yule mzee akainama akamwambia, sitokusamee kuanzia duniani mpaka kesho akhera, sikusamee bwana, labda kama utakubali sharti langu. Yule bwana kidogo akashusha pumzi, kama sharti atala kuniua, mimi niko tayari. Sharti gani mzee? Akamwambia, humu ndani na binti yangu ana sifa 5. Ana sifa ngapi? 5. Kwanza, mbaya wa maumbile, kaumbwa vibaya vibaya, havutii, hana mvuto hata chembe. Pili, kipofu. 3, bubu. 4, kiziwi. 5, kiwete. Huyo ukimwoa tu, ukikubali kumwoa, nimekusamehe fi dunia wal akhirah. Kazifikiria zile sifa, kaona huu uzuri si neno, huu uzuri si neno, mwanamke ni mwanamke tu. Lakini sasa kipofu, kiziwi, bubu, kiwete, nitaishi naye vipi mimi jamani, huyu mwanamke? Akamwambia, mzee, mimi siko tayari kufanya jambo hilo, ila nakuomba kwa ajili ya Allah nisamehe. Akamwambia, sitokusamehe mpaka ukubali hilo, hilo ndio sharti langu. Kama hujakubali hilo, wewe nenda tu baba, tutakutana mbele ya safari. Yule bwana ndo anazidi kutetemeka. Unajua mcha Mungu ukimwambia mambo kama hayo, ikabidi akafikiria, akasema, basi Mungu atanisaidia. Basi mzee, nimekubali, niozeshe. Yule bwana akamwozesha binti yake. Sasa baada ya nikah, baada ya akdi, akamshika mkono mkwewe, twende nikakuonyeshe sasa huyo mwanamke nilokuozesha. Yule bwana kanuna, manake kahuzunika. Yule mzee anacheka, anataka habari. Wakaingia, akamwambia, chumba hiki ndo kuna huyo mke nilokuozesha mwenye sifa zile 5. Yule bwana bismillahirrahmanirrahim akagonga. Kufika tu akasema, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akasikia salamu, wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Akachanganyikiwa kidogo. Mzee sikasema bubu. Akavua koti lake, alivaa koti akavua. Akamwambia, mke wangu, ili koti niweke wapi?
Hakumwambia kote, hakumtajia, alimwambia hili niweke wapi. Anataka ajue anaona. Hili niliweke wapi hili? Akamwambia hilo kote mumangu, weka hapo. Akajua anaona. Anashusha pumzi taratibu taratibu, alhamdulillah, nyingi tu kimoyo moyo. Sawa. Sasa mke wangu, manake mimi nimekuoa tusikujui wala, hebu simama nikuone kimo chako. Anaona kasimama, akasema kumbe sio kiwete. Sasa akamwambia kaa. Alipokaa akamfunua nguo ile alofunikwa, kuangalia shekhe, hasanatul manzar, hasanatul manzar, anatisha kwa uzuri. Allahu akbar, unatamani umwangalie tu mpaka kesho. Hamu haikuishi namna alivyopambwa na Mwenyezi Mungu. Kaumbwa vizuri kweli kweli shekhe. Mungu si fundi wa kutengeneza watu shekhe. Mungu akiamua kutengeneza kitu shekhe, wewe mwenyewe unaweza kusema yani kama vile ulikuwa naye ukamwambia huyu nimtengeneze hivi afu nigaie mie, yani kama hivyo. Yule bwana aliswali rakaa 2 kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Halafu akamuuliza mkewe, hivi baba yako ni muongo? Akasema toka kuzaliwa baba yangu hajasema uongo. Kwani kasemaje? Akamwambia, kanambia wewe una sifa 5 sijaiona hata moja. Akamwambia hujamuelewa tu mzee, kazungumza kwa logic ya hali ya juu. Hujamuelewa. Yule aliposema mimi ni kipofu, maana yake mimi siangalii vitu vya haramu. Aliposema mimi ni kiziwi, sisikilizi mambo ya haramu. Aliposema mimi ni bubu, mimi sisemi maneno ile ya kheri. Na aliposema mimi ni mbaya, yani ukiwa mtu mwema kwa watu wabaya wewe ni mbaya tu hata kama unang'aa. Na aliposema mimi ni kiwete, ina maana siendi mahala mimi isipokuwa pa halali. Kwa hiyo babangu yuko sahihi. Akamkumbatia, wanapiga takbir. Hatimaye kwa mke mwema yule ndipo akazaliwa al-Imamu Abu Hanifa. Huyo ni baba yake Abu Hanifa, bwana Nu'man ibn Thabit ibn Ibrahim. Kwa hiyo watukufu wa Islam, kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu unaweza kufanya kosa dogo, Mungu akakuletea neema kwa kosa lile, lakini uwe umejitambua. Kwa hiyo tujitambue watukufu wa Islam, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturekebishie mambo yetu ya dunia na akhera. La mwisho kuna kadhia 2. Moja, nimeagizwa hapa msikitini, hii ndo nitaizungumza, ile nyingine inshallah tutaipangia nafasi yake siku nyingine. Nimeagizwa niwaambie Waislamu kwamba inahitajika michango yao kwa ajili ya maendeleo ya msikiti. Inahitajika michango yetu sisi Waislamu kwa ajili ya maendeleo ya msikiti. Habari kubwa, ukifanya kheri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu unaweza kuiona ndogo, lakini siku ya Kiyama au siku ya kufa ndo utajua thamani yake. Wakati wa kutolewa roho unaonyeshwa malipo ya yale mambo uliyoyafanya, unaweza kusikitika. Mimi pale nilikuwa na 100,000 ujue, sema ndo nimetoa 5,000 tu, ningejua ningetoa nusu 50,000 ningetoa. Unaanza kusikitika, lakini masikitiko yako hayana maana yoyote. Sasa hivi ndo tufanye vitu, sio unaona sasa kidume kishateremka tena ndo unaanza kulalamika. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Wapi bwana, walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Mtu ataomba, bwana nipe muda Mwenyezi Mungu bwana, nitabadilika, nitatoa sadaka, nitakuwa miongoni mwa watu wema. Anajibiwa,
Mwenyezi Mungu hatoichelewesha nafsi ya mtu yoyote. Muda wake ukifika, muda ukifika utakwenda tu. Hata uwe mjumbe wa nyumba 10 utakwenda tu kabisa. Hata ukiwa mwenyekiti wa serikali za mitaa. Almuradi muda ukifika hauna mjadala. Ndugu Waislamu, inshallah tujitolee kila mmoja katika sisi ulicho nacho. Sisi hatukulazimishi wewe, hatujui mfuko wako una nini, ila Mungu anajua wewe una nini mfukoni. Kama una kitu pia anakujua. Sasa ole wako uwe na kitu alafu uchune, wamejisemea vijana. Maana kuna wengine wanasema kabisa, hapa piga ua garagaza, hakitoki kitu hapa. Hivyo Mungu angesema piga ua garagaza, hapumui mtu hapa, tungekuwepo? Tusingekuwepo shekhi. Kwa hiyo inshallah, jazakumullahu khairan. Kabla ya kufanza dua, tufanye hili jambo, tulete sadaka zetu hapa, halafu tuombeane dua. Tuombeane dua, kwa sababu Mtume sikasema bwana, mtu akitoka kule haramaini Maka na Madina akiomba dua yake anajibiwa. Kwa muda wa siku 40 ilitolewa ofa hiyo kutoka kwenye kinywa cha mtukufu wa daraja, kinywa cha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana tumfanyie dua, alam nashrah, tumsomee, Mungu amfanyie wepesi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Asante. Naam, watukufu Islam, watu wanatakiwa washindane katika mambo haya. Kifo kiko karibu kwangu na kwako, kama si sasa hivi baadaye. Kama kipo wape, hakuna basi alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Kama hakuna, anakusanya tu basi, anafanya fujo tu basi, hataki hata kuhudumia watoto, familia. Ukiuliza na wafundisha tabu hao, leo nipo kesho sipo mimi. Bwana wewe, sasa wewe ukiondoka na mara Mungu ndo hayupo. Subhanallah. Watukufu wa Islam, khairul kalami ma qalla wa dal, ubora wa mazungumzo ni yale machache yakatoa faida. Kwa hiyo inshallah, kwa haya ndio yasema, namuomba Mwenyezi Mungu mtukufu ayathibitishe katika nafsi zetu na atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, kwa sababu sisi hatuna nguvu ya kuweza kufanya mema isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, wala hatuna hila ya kuweza kuyaepuka maovu isipokuwa kwa huruma ya Mwenyezi Mungu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wa as'ada Allahu awqatakum bikulli khairin wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.